Kila mshale iliyoelekezwa mshale wa maskini, mshale wa magonjwa, mshale wa mauti hiyo mishale yote niliyojia maisha yangu inaivunja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naigeuza kwa jina la Yesu.
Arrest every arrows, every flying arrows, every arrow of disease, every arrow of failure, every arrow of disappointment, every arrow in the name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo, I decree and declare kwa upepo na mawimbi wa kiroho inaigeuza direction uende ulikotoka katika jina la Yesu Kristo. Kila mamlaka yoyote, kila mishale yoyote kwa spidi iliyokuja nayo kwa hiyo mambo ya kazi, ninakugeuza katika jina la Yesu Kristo. Ninakugeuza
katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Mshale utakao kutawanya biashara na igeuza sasa, na igeuza sasa, na igeuza sasa. Mshale yoyote inayotumiwa biashara inaigeuza, na igeuza, na igeuza, na igeuza. Flying arrow for death, I return it to the sender. Katika jina la Yesu, ninaigeuza, na igeuza, ninaigeuza, na igeuza. Vifo cha ghafla, vifo vya ghafla vifo vya ghafla kwenye kijiji hiki leo tunavigeuza, leo tunavigeuza, leo tunavigeuza kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus, in the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus, katika jina la Yesu, kila mshale leo ninaigeuza katika jina la Yesu Kristo. Natangaza kwa jina la Yesu, mishale yoyote inayoruka haitakupata, mishale yoyote inayoruka haitakunasa, haitanasa Zareba, tanasa mema zote katika jina la Yesu. I decree and declare in the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Baba tunaigeuza, Baba tunaigeuza, tunageuza kila mishale, mishale yoyote inayofuatilia kwa siri, inayokufuatilia kwa siri, kuleta magonjwa, kuleta vizuizi, mshale yoyote inayotufuatilia Baba
kwa magonjwa, Baba kwa ukoo wetu, Baba kwa uzao wetu, katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, kila mshale iliyoelekezwa ama inayoruka kwa bahati mbaya kunielekea saa hii, ninaitangazia kwa mawimbi ya kiroho, naigeuza mshale rudi ulikotoka kwa jina la Yesu Kristo. Rudi kwa mwenye wa kasi katika jina la Yesu Kristo. Ninakutangazia wewe mshale, ninakugeuza rudi ulikotoka kwa jina la Yesu. Mshale wa magonjwa, mshale wa kuchanganyikiwa, mshale wa kutoendelea, mshale wa umasikini, mshale yoyote ambayo imeelekezwa kwa maisha yangu, kupoteza huduma yangu, siku ya leo ninakurejesha rudi ulikotoka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Anza kuchomeka, anza kusambaratika. Ewe mshale, ninakugeuza mshale wa mauti ambao umeelekezwa kwa jamii yetu. Leo ninakugeuza mshale yoyote ambayo imeelekezwa na waganga wa mti na wachawi wa mti. Siku ya leo ninakutangazia na kugeuza mwendo wa kasi, kwa spidi hiyo rudi unapotoka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ewe mshale, sikia sauti ya Bwana, mshale wa kukataliwa, mshale wa magonjwa, mshale wa vitina, mshale wa mateso, mshale yoyote, leo ninakugeuza, mshale yoyote ambayo imetumwa kuchanganya Zion, ndio kuleta vituko kwenye Zion. Leo ninatangaza, ninakurejesha, rudi ulikotoka kwa jina la Yesu Kristo. By the anointing of the Holy Spirit, by your
your grace that Lord you have released this morning, oh God, I command every arrows now, return to the sender now. In the name of Jesus Christ, I command every flying arrows, my Father, it's written in your word that Jehovah, King of Kings, everything Jehovah, it will hear your word. Every arrows, oh God, every arrows, my Father, Jehovah, King of Kings, every arrows, Jehovah, concerning Zion, oh my God, Jehovah, siku ya leo Baba, mishale yoyote ambayo imetumwa kwa kanisa hili, ambayo imetumwa kwa madhabahu hii, ambayo imetumwa kwa hii kijiji, leo ninaitangazia, inawanasa wenyewe, inawashika wenyewe, inawapata wenyewe, katika jina la Yesu. Natangaza kwa jina la Yesu, jina ambalo liko juu ya majina yote, ninaachilia moto, ninaachilia moto, mitego waliotuwekea, mitego waliotuwekea, leo naigeuza, ninawapaka wao Bwana, ninawashika wao Bwana, mitego yoyote, mitego ya ukanga, mitego ya uchawi, leo inawapata, leo inawapata kwa jina la Yesu Kristo. Father, my God, you said in your word that Jehovah, King of Kings, whatever I will declare upon this place, oh my Father, it will be declared in heaven by the authority, Jehovah, by your power, my Father, by your voices, oh God, by your name, Jehovah. I return it to the sender, I return it to the sender. Every flight arrows, I command you now, by the power and anointing, return to the sender, mighty name of Jesus, katika jina la Yesu, ambayo wametuma leo nairejesha, ninairejesha katika jina la Yesu, ninavirejesha katika jina la Yesu, ninavirejesha kama ni masikini, ninavirejesha katika jina la Yesu, ninavirejesha leo, natangaza kwa jina la Yesu Kristo, ninavirejesha. Anza kurejea, anza kurejea, anza kurejea, anza kurejea katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, rejea kwa wenyewe kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Baba, ninatangaza wacha mbingu ikafunguke, wacha mbingu ikafunguke, wacha mbingu ikafunguke kwa sababu ya Zion katika umiji, wacha mbingu ikafunguke kwa sababu ya wakazi wote, wacha mbingu ikafunguke kwa sababu ya members wote katika jina la Yesu Kristo. Baba, achilia muhuri wako katika jina la Yesu Kristo. Father, we bless you. Father, we honor you. We thank you, Jehovah, because Lord, you have done it. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pata nafasi na kwa jina la Yesu. In the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bwana Yesu asifiwe sana. amen, Hallelujah. amen. God is good All the time, and all the time. God is good at his nature. Wow. Ashukuru Mungu kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Amen. Amen. Mungu ni mwaminifu na ni Mungu anayetutetea na ni Mungu anayetenda mambo ya ajabu. Nataka twende moja kwa moja katika neno la Mungu kwa muda mchache, na kuwa tunamalizia.
Waefeso 6. Waefeso 6:12. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya nyama na damu, bali dhidi ya ufalme, mamlaka, dhidi ya wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Baba wetu, katika jina la Yesu, nalibariki neno lako na kushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Jina lako litukuzwe, jina lako lipewe sifa. Bwana majeshi, utakalo wacha lifanyike juu ya maisha yetu. Mfalme wa ajabu, ninakupa sifa kwa sababu ya neno lako. Neno lako ni mzima, neno lako ni taa. Neno lako Bwana linatusongesha katika hatua nyingine. Bwana uimidiwe na upewe sifa, kwa maana unastahili. Bwana majeshi, natangaza mfalme, wacha mimi nididimie, lakini Bwana wewe uinuliwe. Wacha nijifiche Bwana, lakini Mungu uonekane. Achilia ufunuo wako kwa sababu ya neno lako. Ondoa maneno yaliyo yangu Bwana, ukaweke yaliyo yako. Asante kwa sababu Bwana Mungu wewe ni mwaminifu. Ninaomba Bwana nitumie kama chombo jinsi unavyopenda Bwana, na mapenzi yako ikatimie katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kanisa sauti ya amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Mungu ni muweza na ni Mungu ambaye anatutetea kwa kila hali. Amen. Mungu anatuepusha kwa mambo ambayo shetani alikuwa amepanga. Mungu anatuepusha kwa vitu ambavyo maadui wametupangia. Bwana Yesu asifiwe sana. Asubuhi ya leo mpendwa, tulipoanza safari kuja pikipiki ikapata shida. Nikajua ni kawaida. Wakati tulipofika Funyula tukachukua pikipiki ingine pia nayo ikapata shida. Pana nikasema hii sio kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini kwa sababu Mungu naye ni Mungu anayetupigania, naye anayetulinda, ametuongoza tukafika. Amen. Salama. Amen. 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 Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Waefeso 6:12 Biblia inasema, kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, na juu ya wakuu wa giza hii, juu ya majeshi ya kipepo, ya pepo wabaya katika ulimwengu huu. Kuna vitu vinne katika hiyo maandiko ambayo ninataka tujifunze. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jambo la kwanza ni mamlaka. Tunashindana na falme. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Falme. Jambo la pili mamlaka. Jambo la tatu majeshi. Jambo la nne wakuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa maana maandiko yanasema kwamba kushindana kwetu sio kwa mwili na damu, bali tunashindana na falme.
falme ambazo zimeinuliwa, falme ambazo zimeabudiwa, ambazo zilijipiga kifua kwenye nyanja za kiroho, zikasema kwamba hakuna chochote ambacho kitaendelea wala kumtukuza Mungu katika eneo hili ama kwa ulimwengu mzima. Hizi ni falme ambazo sisi wa Kristo tunafaa tupigane nazo. Ni falme ambazo tunang'ang'ana nazo. Praise the living God. Kwa maana maandiko yanasema kwamba maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka na juu ya wakuu wa giza, majeshi wa pepo baya katika ulimwengu. Kwa hivyo mpendwa, jambo ambalo tunajifunza hapa ni kwamba ukianza kushindana na mwanadamu unakosea. Ukianza kung'ang'ana na wanadamu unafanya nini? Unakosea. Unakosea. Kushindana kwetu, tunashindana na mamlaka. Praise the living God. Amen. Paulo anaonyesha viwango vinne ya vita vya kiroho. Anaonyesha viwango vinne vya vita vya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hakuna, kwa hiyo ni vitu vinne, hakuna yoyote ambayo hayuko ndani. Hata uwe umejaa roho, hata uwe umeokoka mpaka unapumua moto, lazima upigane. Na ndizo mamlaka ambazo tulikuwa tunadili nazo na bado tunadili nazo, kwa sababu ni mamlaka ukiziachia nafasi zitakupoteza, zitaangamiza maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jambo la kwanza Paulo anasema kwamba ni juu ya falme tunashindana, juu ya falme. Number one. Kuna watu mahali hapa mnahitaji kupigana vita vya kiroho kwa sababu mnashindana na falme. Wengine wanateswa na falme za giza. Hawa ndio wale ambao wanapambana na majitu makubwa usiku. Pambana na majitu makubwa katika giza. Katika usiku unapambana. Achina ndio ule. Achina amekuja katika maumbile ya jitu. Hata watu wanaota vitu zisizoeleweka. Kitu gani kinasababisha? Ifalme zinasababisha maisha yako haikui sawa. Unashindana nao usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuja kuambia vita vyako viko katika falme. Vita vyako viko katika falme.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jua unapopigana vita viko katika fani. Chochote kinapofanyika kwa maisha yako kinafanyika kiroho kwanza. Ukiona mchawi akikuroga, jua alishakuroga kiroho kwanza. Sasa hiyo ni asili. Unapopata mtu anapopata ajali leo, katika kiroho alishaipokea. Sasa hii ni kudhibitisha tu. Ukiona mtu akikata moyo leo amekufa, tuanalia, jua katika kiroho alishaenda. Kwa hivyo vitu vinafanyika kwanza katika kiroho, ndiposa virudi kiasili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naweza kwenda kwa kanisa uombewe, wakuwekee mikono, lakini falme bado zimekukwamilia. Unaweza kuja uimbe mpaka watu wakombolewe huko, lakini wewe bado falme zimekukwamilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maroho ama falme zinasema hapana, wanakuombea. Tunahubiri, lakini maroho zinasema wacha aende kanisani asikie neno baada. Lakini sisi tumemngoja. Kuna msemo mzaa mmoja anapenda kuitumia, kwamba anasema ati shetani amechanganya mkutu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shetani anakungoja, najua wacha aende kanisani, lakini hatutakubali. Hatuwezi muachilia, hatuwezi achilia maisha yake, kwa sababu napata kwamba watu wengi unapowafanyia kwa moyo hii hatuachilii, huyu ni wetu, huyu hatuwezi muachilia. Falme zimemshika, falme zinasema huyu tukiachilia hapana, kwa sababu zimemuona kiroho, zikajua kwamba huyu amebeba neema ya ajabu. Na wacha niwaambie, shetani haendani kwa mtu mwenye hana kitu.